nawe, moyo wangu wakuhitaji Yesu, ninaacha nawe, nafsi yangu yaona kiu Yesu, ninaacha nawe, ninaacha nawe Yesu, ninaacha nawe, ninaacha nawe, ninaacha nawe Yesu, ninaacha nawe, ninaacha nawe, ninaacha nawe Yesu, ninaacha nawe, moyo wangu wakutamani Yesu, ninaacha nawe, nafsi yangu yaona kiu Yesu, ninaacha nawe, moyo wangu wakutamani Yesu, ninaacha nawe, nafsi yangu yaona kiu Yesu, ninaacha nawe. Twende mbele za Mungu, mwambie Bwana, katika siku 21 za maombi ninakuhitaji. Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu. Tunazo siku 21 za kukutafuta Mwokozi, za kulitia jina lako. Na leo ni siku ya kwanza ambayo Bwana tunakuhitaji ukaonekane katikati yetu. Tunahitaji tukaone neema yako, tunahitaji tukaone ushindi wako ukitembea katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo. Ninakusifu mwenye uwezo, ninakusifu Bwana uliye mwema. Ninaomba mkono wako wa rehema ukaonekane ukitenda kazi, na nguvu zako za ajabu zikaonekane ukitenda kazi. Bwana mwenye uwezo, Mungu mwenye uwezo, ulisema kisa ufahamu, ulisema mamlaka na heshima. Tunahitaji neema yako Bwana, Roho Mtakatifu mwenye uwezo kaonekana katika jina la Yesu Kristo. Tunahitaji Bwana majira yakajifungue katika Yesu. Tunakuhitaji Mungu mwenye uwezo. Asante kwa sababu utaonekana neema yako katika jina la Yesu Kristo. Tunakuita wewe mtakatifu. Haja nawe Yesu, nina haja nawe, moyo wangu wakuhitaji Yesu, nina haja nawe, nafsi yangu yaona kiu Yesu, nina haja nawe. Amen. Bwana asifiwe. Basi jioni leo tutaomba maombi mawili. Ombi la kwanza tutaomba rehema. Tutaomba rehema kwa ajili ya familia, kwa ajili yetu wenyewe, lakini pia tutaomba rehema kwa ajili ya familia zetu. Tutaomba rehema kwa ajili ya kanisa, na tutaomba rehema kwa ajili ya taifa. Kwa nini tunaomba toba? Kwa sababu msingi wa mambo yote kwenye maombi ni usafi. Manake Mungu maombi anayosikia ni maombi ya watu ambao ni wasafi, ambao wametakaswa.
Tutasoma kile kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 na ule mstari wa 14. Tutaanza nao huo. Mambo ya Nyakati ile sura ya 7, tutaanza kuanzia mstari. Mambo ya Nyakati wa pili, Nyakati wa pili ile sura ya 7. Nimesema tunaanza mstari wa 14 kwa sababu ni maombi tunaombea siku 21. Ni vizuri kukawa na kumbukumbu hizi, lakini pia tutabandika pale nyuma. Mstari wa 14 sema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kitu ambacho unatakiwa uelewe, uokovu ni wito, ni neema. Maana Mungu ametuita kwa ajili ya neema. Sasa anasema hao watu ambao wameitwa, hao watu ambao Mungu amewachagua, Mungu amewaita waje kwenye neema ya uokovu, hao ndio wanaoitwa watu wa Mungu. Maana ili mtu awe mtu wa Mungu lazima awe amempokea Yesu kwenye maisha yake. Amen. Sasa anasema hao watu wangu walioitwa kwa jina langu kama watajinyenyekesha, maana yake watanyenyekea mbele za Mungu, kama watashuka mbele za Mungu, lakini anasema na kuomba na kunitafuta uso wangu. Nimekwambia unaweza ukaomba lakini ukawa hujatafuta. Yanapowekwa mambo mawili, kuomba na kunitafuta, maana yake kuomba mtu yoyote anaweza kaomba, lakini swala la kutafuta ni la wachache. Sasa anasema wakiomba na kunitafuta, maana yake unaweza ukaomba mara ya kwanza Mungu asionekane, ukaomba siku ya pili ukaona hamna dalili, ukaomba siku ya tatu ukaona hamna dalili. Kutafuta maana yake ni kuendelea kumsihi Mungu, ni kuendelea kumuomba mpaka uone kwamba amefanya. Na maana anasema kutafuta, maana yake maombi ni kitu ambacho niendelee. Tuombe mara moja alafu tunaacha. Hapo anasema na kuziacha njia zao mbaya. Sema na kuziacha njia zao mbaya. Maana yake kumbe unapoenda mbele za Mungu kwa kunyenyekea, unyenyekevu wako pale unapomwambia Bwana unisamehe, nimekosea mbele zako. Unapomwambia Bwana nilifanya jambo fulani, nimetambua nimekosa, unyenyekevu Mungu anauona pale unapokuwa umeacha kufanya kile kitu. Sio kusema tu kwamba Mungu ninaomba unisamehe. Umeacha kile unachomuomba Mungu kwamba akusamehe, umeacha kufanya hicho. Maana hiyo ndio tafsiri ya unyenyekevu. Lakini kama kuna mwendelezo wa dhambi kwenye maisha yako, hata kwenye maisha yangu, kama ule mwendelezo wa dhambi upo mbele za Mungu, haoni kama ni unyenyekevu. Maana mbele za Mungu anaona ni kiburi. Cha kwanza umeenda kwa Mungu umemwambia akusamehe, alafu baada ya kuomba msamaha unaendelea kufanya yale yale ya mwanzo, unaendelea kuishi kama zamani. Maana msamaha unaambatana na kuacha, toba inaambatana na kuacha. Ili mtu ametubu lazima aache dhambi aliyokuwa anaifanya. Kuomba hapa sahihi kwamba Mungu tusamehe, na tukatoka hapa tukaendelea kutenda dhambi, maana yake ni kwamba mbele za Mungu hatujafika kiwango cha kunyenyekea. Kiwango cha kunyenyekea kinakutaka uache jambo ulilotambua kwamba hili nimekosea kwa Mungu. Sasa baada ya kuacha njia mbaya, neno linasema hivi, nitasikia toka mbinguni. Sema atasikia toka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Maana kumbe Mungu ili asikie maombi kuna swala la kuacha njia mbaya. Ndio kusikia kwa anasema nitasikia
kutoka mbinguni na kuwasamehe. Maana Mungu anajua ni nani anatubu kweli. Mungu anajua ni nani anatamka lakini bado moyo wake haujanyenyekea kwenye kuacha. Sasa kama tunataka Mungu awe mponyaji, aponye taifa letu, kama tunataka Mungu ainue maisha yetu, kama tunataka Mungu afanye mambo tunayoyataka kwenye maisha yetu, ni lazima tukubali kuyaacha maisha ya dhambi ili tusamehewe. Na anasema ataponya nchi. Ukienda mstari wa 15 neno linasema sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Kumbe kuna wakati Mungu anafumba macho akitutazama. Unakuta tunaomba, anaweza kama amefumba macho, akawa ameziba masikio, hataki kusikiliza. Kwa sababu mbele za Mungu maombi ya mtu mwenye dhambi ni kelele. Kwa Mungu anachokifanya, anafumba macho. Maana unamtafuta, unaomba, hana majibu. Unatamani, unasema Mungu naomba nisikie, lakini Mungu hasikii. Na Mungu ili asikie, manake lazima uwe umeacha. Sasa ili macho ya Mungu yafumbuke, ili masikio ya Mungu yasikilize maombi tunayoomba mahali hapa, ni lazima tuwe na maisha yanayoendana na toba. Ukisema Mungu nisamehe, hakikisha unaacha kile ambacho umemwomba Mungu akusamehe. Ukienda mstari wa 16 anasema maana sasa nimeichagua nyumba hii. Sema maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu, na moyo wangu daima. Manake hii ni nguvu ya toba. Anaposema jina langu lipate kuwapo milele, manake mimi naweza nikafutika, nisiwepo, lakini kama Mungu amesimamisha jina lake liwepo mahali hapo, kwa sababu nimenyenyekea, kwa sababu nimetubu, manake hii inazungumziwa ni baraka itakayoendelea kutembea vizazi hata vizazi, ni kwa sababu ya maisha ya toba. Huwa anawaambia hivi, maisha tulionayo leo ni maisha ambayo yana mchango mkubwa wa kile ambacho kilipandwa na wazazi wetu. Yana mchango. Ukiona kuna tabia zipo, ukiona kuna mambo yapo, kuna mchango wa watu waliokutangulia. Sasa kila mtu ambaye ametanguliwa na watu, na yeye kuna watu lazima aje awatangulie. Kwa inategemea maisha yako ya leo yapoje, toba yako kwa Mungu leo ipoje. Manake kile kilichopo ndani yako kisiochoonekana na watu, huo ndio urithi wa watoto wako, ndio urithi wa uzao wako. Manake dhambi kama ipo ndani, hata kama ni kwa siri, huo ndio urithi wa uzao wako. Kwa unapoingia kwenye sehemu ya toba au kuomba rehema kwa Mungu, maanisha kwamba mimi ni mtu ninayetubu, kwa sababu matokeo ya maombi yote ambayo tunayaomba, matokeo ya vitu vyote ambavyo tunataka kwa Mungu, vinategemea aina ya toba wewe ulionao kwenye maisha. Nimekwambia kutubu ni kuacha, kutubu ni kugeuka, kutubu ni kutorudia kila ambacho umekifanya. Huko ndiko kutubu mbele za Bwana. Wengi tunatubu kwa maneno, lakini kwa matendo bado maisha yanaendelea kuwa ya dhambi, bado maisha yanaendelea kuwa ya uovu. Kama unataka Mungu asikie maombi yako, kama unataka Bwana asimamishe jina lake kupitia wewe, au Mungu akutumie afanye chochote, maisha ya toba ni maisha ambayo yanampeleka mtu kwenda kwenye hali ya utakatifu. Hakuna mtakatifu atakayeitwa mtakatifu kama ataendelea kutubu na kuendelea kutenda dhambi. Wala huyu mtakatifu kwa sababu ulisimama leo ukasema Mungu ninaomba unisamehe. Unakuwa mtakatifu kwa sababu umegeuka. Maana yake kuna tabia ulikuwa nayo umeiacha, umemrudia Mungu. Maana yake unasafishwa, unafanyika kuwa mtakatifu. Maana yake kusafishwa au kuwa mtakatifu ni maisha endelevu, sio maisha yanaishia kwenye eneo la ibada. Ni maisha unatakiwa kutembea nayo unapokuwa na mume wako,
utembee nayo unapokuwa kazini, unapokuwa mitaani. Ni kitu unachotakiwa utembee nacho, uwe nacho. Kwa katika nafasi hii ambayo Mungu ametupa, tunaenda mbele za Mungu kumwambia kwamba Bwana, tunaomba utusafishe kwa damu yako. Tumwambie Mungu atutakase, atakase familia zetu, atakase kanisa, na alitakase taifa letu. Kila ambacho Roho Mtakatifu atakuongoza kukaa katika hicho, katika haya mambo manne ambayo nimeyasema. Tunaomba kwa ajili yetu wenyewe toba. Tunaomba hii kwa ajili yetu wenyewe, wote tutaomba. Lakini tutaomba kwa ajili ya familia zetu. Na tunapozungumza familia, maana sisi wote tuliokaa hapa ni familia. Kwa ukiomba kwa habari ya familia, maana umeombea familia zote zilizopo hapa. Amen. Amen. Lakini pia tunaomba kwa ajili ya kanisa. Nikisema kanisa, mimi simaanishi hapa ndani ya jengo hili. Nikizungumza kanisa, ninazungumza kwa ujumla wa mwili wa Kristo. Maana kama Mungu leo atakusukuma wewe kaiombee PCT, iombe. Kama Mungu atakusukuma uombee EGT, fanya nini? Iombe. Kama Mungu atakusukuma uombee KOPT, nenda ombea. Akikusukuma leo uombee TAG, nenda fanya nini? Ombea. Manake kwa ujumla wa makanisa yote. Tumwambie Mungu aturehemu. Kama kuna mahali ambapo kanisa lake halijafanya vizuri, tumwambie Mungu, tunaomba utusamehe. Lakini pia tunaomba kwa ajili ya taifa. Tunaomba mbele za Mungu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Tunaomba Mungu arehemu. Kama kuna watu wamezulumiwa haki zao, tumwambie Mungu asamehe. Kama kuna watu ambao wameuawa, tumwambie Mungu utusamehe kama taifa. Maana hapa tutaomba toba kwa ajili ya nchi yetu yote, kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Unaweza ukasimama mahali ulipo. Nina haja nawe Yesu, nina haja nawe. 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 Moyo wangu wakutamani Yesu, nina haja nawe. Nafsi yangu yaona kiu Yesu, nina haja nawe. Nina haja nawe Yesu, nina haja nawe. Nina haja nawe Yesu, nina haja nawe. Moyo wangu wakutamani Yesu, nina haja nawe. Nafsi yangu yaona kiu Yesu, nina haja nawe. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninasogea mbele zako. Ndani yangu kuna maisha ambayo hayaendani na kweli yako. Kuna maisha ambayo hayatunzi misingi ya utakatifu. Leo ninasogea mbele ya kiti chako cha rehema. Ninaomba Bwana Yesu
unisafishe kwa damu yako, unitakase kwa damu yako, katika jina la Yesu. Ninaomba rehema zako kwenye maisha yangu, ninaomba rehema zako kwenye maisha yangu. Bwana unitakase, Bwana unisamehe mahali niliposema kwa kukosea, unisamehe Bwana mahali nilipowaza katika hali ya uovu, unisamehe Bwana mahali nilipotenda katika hali ya uovu, unisamehe Bwana. Maana neno lako linasema ikiwa watu wako tulioitwa kwa jina lako tutajinyenyekesha na kuziacha njia zetu mbaya, Bwana mwenye uwezo, nawe masikio yako utayafumbua, nawe macho yako utayafumbua. Bwana tunakuomba mahali ambapo uovu, mahali ambapo dhambi imesababisha usisikie maombi yetu, mahali ambapo dhambi imesababisha usitujibu maombi yetu, mahali ambapo dhambi imesababisha masikio yako yasisikie sauti zetu, Bwana utusamehe, Bwana ututakase, Bwana utuweke huru, tusafishe kwa damu yako, tusafishe kwa neema yako pale tulipokosea. Yesu tutengeneze pale tulipotenda mabaya, Yesu tutengeneze ulipokosea mbele zako, utusamehe Bwana, utusamehe Yesu, utusamehe Mwokozi, utusamehe Jehova tulipokosa mbele zako, tulipotenda mabaya, tulipotenda maovu. Bwana takasa kwa damu yako, tenda mbele za Mungu, omba rehema, mwambie Bwana nitakase, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana unisafishe kwa damu yako ya thamani, mwambie Bwana kanioshe kwa damu yako ya uweza, mwambie Bwana kanioshe, mwambie Yesu akakuoshe kwa damu na upita damu zote, kwa damu ya urehemu, kwa damu ya kusamehe, ukaachilie Bwana hiyo damu yako ya thamani, ukaachilie Bwana hiyo damu yako ya uweza, katika jina Yesu. Tunaita damu yako Yesu, tunaita damu yako Mwokozi, tunaita damu yako Jehova, tunaita damu yako mtakatifu, tunaita damu yako Yesu, tunaita damu yako Yesu, tunaita damu yako Yesu. Achilia damu yako ikanitakase, ikanisamehe, ikanisafishe, ikanisafishe. Bwana achilia rehema pale nilipokosea, Bwana achilia rehema pale nilipotenda mabaya, Bwana achilia rehema hata masikio pale nilipotenda maovu, Bwana achilia rehema, achilia rehema Bwana, achilia rehema Yesu, achilia rehema Yesu, achilia rehema, ukaachilia rehema zako, ulikosea mabaya, ukaachilia rehema zako, ulikosea Yesu, ukaachilia rehema zako, inaachilia rehema Bwana, inaomba Yesu, inaomba rehema Bwana, ukaachilia rehema, ukaachilia mwenye uwezo, ukaachilia rehema, inaomba rehema Bwana, inaomba rehema katika maisha yako, wenda rehema. Yesu umekosea, mwamekasa msana wako, mwamekasa msaibishe kwa damu, Yesu Bwana nioshe, kwa damu yako thamani, mwambie Bwana nioshe, kwa damu yako Yesu, mwambie Bwana nioshe, kwa damu yako, mwambie Bwana
Yes,
Yesu nitakase, nitakase Bwana, nitakase ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako Mwokozi, ninasihi rehema zako Mtakatifu. Bwana unitakase, nitakase Mwokozi, nitakase Mtakatifu. Asante Yesu, asante Yesu, nina haja nawe, moyo wangu wakutamani. Yesu, nina haja nawe, nafsi yangu yaona kiu. Yesu, nina haja nawe, rafiki wa karibu. Yesu, nina haja nawe, rafiki wa karibu. Yesu, nina haja nawe, moyo wangu wakutamani. Yesu, nina haja nawe, nafsi yangu yaona kiu. Yesu, nina haja nawe. Tunaenda mbele za Mungu kuomba kwa ajili ya familia zetu, tutaomba kwa ajili ya kanisa na tutaomba kwa ajili ya taifa. Katibu utasimama mahali ambapo tunaomba kwa ajili ya familia zetu. Pastor msaidizi utasimama mahali ambapo tunaomba kwa ajili ya kanisa. Mimi nitasimama mahali ambapo tunaomba kwa ajili ya taifa. Kwa hiyo ambaye upo huko utaomba pale ambapo Roho Mtakatifu anakuongoza kupaombea zaidi. Twende mbele za Bwana. Mungu mwenye uweza na nguvu, Mungu wetu na Baba yetu, taifa letu Mungu Bwana lina haja ya kuponywa na wewe. Tanzania ina haja ya kukushikia. Nchi yetu ipone, taifa lipone. Nami Bwana ninasimama mbele zako kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ninasimama mbele zako kwa ajili ya nchi yetu. Ninasimama mbele zako kwa ajili ya taifa Bwana, kwa ajili ya nchi yetu Bwana, kwa ajili ya Tanzania. Tunahitaji rehema zako kwa ajili ya nchi yetu. Tunahitaji rehema zako kwa ajili ya taifa letu. Bwana, ponya Tanzania, ponya nchi yetu, ponya taifa letu, ponya Tanzania Bwana, ponya taifa letu, Yesu, ponya taifa. Yesu, ponya nchi yetu. Takasa moto wetu. Kuna damu zinazowapitia. Kuna watu wamezuia maisha yao. Kuna watu wamezuia haki zao. Kuna yatima wameuliwa. Kuna wachawi wameuliwa. Yesu, naomba rehema kwa ajili ya taifa letu. Bwana, naomba rehema kwa ajili ya nchi yetu. Bwana, naomba rehema kwa ajili ya Tanzania. Bwana, naomba rehema kwa ajili ya nchi yetu. Takasa taifa letu Bwana, takasa nchi yetu Bwana, takasa taifa letu.
ukaachilie rehema, ukaachilie rehema, ukaachilie rehema kwa ajili ya taifa letu, ukaachilie rehema kwa ajili ya nchi yetu, achilia rehema kwa ajili ya familia zetu, achilia rehema kwa ajili ya familia ya mahali hapa. Yesu achilia rehema, Yesu achilia rehema, Yesu tusamehe, Yesu tusamehe, Yesu tusamehe, tusamehe, tusamehe sisi kama familia, tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako, Yesu tusamehe, Yesu tusamehe, tusamehe Mwokozi, tusamehe Mwokozi, takasa familia zetu, takasa familia zetu, takasa familia zetu, Yesu tutakase, Yesu tutakase, Yesu tutakase, Yesu tutakase, Yesu tutakase, tutakase Mwokozi, tutakase Mwokozi, ukaachilie rehema zako, 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 achilia rehema zako, achilia utakaso, achilia utakaso Mwokozi katikati ya familia hii. Bwana Yesu itakase, Bwana uweza itakase, Bwana nguvu itakase, Bwana nguvu itakase, achilia nguvu ya msamaha, achilia nguvu ya msamaha. Yamkini Bwana, ikiwa kama familia hatujasimama sawasawa, tumekuwa ni watu ambao tuna ubinafsi, tumekuwa ni watu ambao tuna ubinafsi, ikiwa ni familia. Yesu achilia rehema, tumekuwa ni watu wenye kujipenda wenyewe, ikiwa sisi ni familia. Yesu achilia rehema, achilia rehema, ututakase Bwana, takasa familia zetu, takasa Mungu aliye mwaminifu, takasa Mungu mwenye uwezo, takasa Mungu uliye na nguvu, takasa familia zetu Bwana, takasa Mungu uliye mweza. Yamkini familia zetu tumewarithisha vitu visivyofaa, ninaomba Mwokozi ututakase, ninaomba Mwokozi achilia rehema zako, ninaomba Mwokozi achilia rehema zako, achilia rehema zako katika familia zetu, achilia rehema zako katika kusanyiko hili, achilia rehema zako Yesu, achilia rehema zako, wenye uweza achilia rehema zako, tutakase Bwana Yesu, tutakase Mwokozi, tutakase Mungu mtakatifu, tutakase Yesu. Kwenda mbele za Mungu tumwambie asante, tutakase Mungu, mwambie Bwana ninashukuru. Asante Mungu, mwambie Bwana asante kwa neema yako. Asante mwambie Bwana asante kwa siku ya leo, asante kwa kutusamehe. Mwambie Bwana asante kwa kututakasa kwa damu yako ya thamani. Kila mmoja aombe, paza sauti yako kwa Bwana. Mwambie Bwana asante Bwana wa utakaso, kwa damu yako. Mwambie Bwana ninashukuru kwa kutuosha kwa damu yako ya thamani. Umetutakasa, umetutakasa, umetutakasa kanisa lako, umetutakasa taifa lako, umetakasa familia zetu. Tunakushukuru kwa utakaso wako, tunakushukuru
kwa utakaso wako, kwa ajili ya wema na fadhili zako. Tunakushukuru Bwana, namna ulivyotulinda, namna ulivyotushika, umetutakasa hata jioni ya leo, umetutakasa hata wakati huu, umetakasa maisha yetu, umetakasa maisha yetu, umetakasa familia zetu. Bwana mwenye uweza, Bwana mwenye uweza, tunakushukuru, 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 tunarudisha utukufu kwako. Sante kwa fadhili zako, sante kwa utakaso wako, sante kwa neema. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza. Ninakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza ya maombi haya. Ninaomba Roho Mtakatifu, ninaomba Roho Mtakatifu, kwa kadri nitakavyokuwa nikiendelea kuomba, kwa kadri nitakavyokuwa nikiendelea kuomba, ukayafungue macho yangu, na ndivyo hivyo ukayafungue macho yangu na roho yangu, ikayaone mambo ya mbinguni, ikayaone mambo ya mbinguni, yanayonikosesha, ikayaone mambo yanayonikosesha, yanayofanya maombi yangu yasijibiwe, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, ninapotoka mahali hapa, damu yako na neema yako vikanifunike. Amen. 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 Bwana asifiwe. Maombi ya siku ya kwanza tumeishia hapa. Tunaendelea na maombi kesho. Amen. Lakini labda niseme wakati tunaomba nimepewa kitu cha kufundisha ambacho nahitaji wote muwepo. Amen. Amen. Unajua wakati mwingine tukisema labda tutubu kwa ajili ya familia, sawa? Inawezekana ni kitu kigumu mtu. Kwa nini tunatubu kwa ajili ya familia? Na kwenye imani yetu ya Upentekoste sisi hatuwaombei marehemu Mungu awasamehe. Mnanielewa? Baada ya kifo ni nini? Ni hukumu. Lakini lazima tutajifunza tu kesho. Ili kwamba tunikisema tubu kwa ajili ya familia huo unaelewa. Wengi wanaomba lakini wanaomba tu kwamba amekalini anataka nitubu kwa ajili ya familia. Kwa ajili ya nini haelewi. Kwa kesho tutajifunza vyanzo vya matatizo. Na cha kwanza tutaangalia familia. Amen. Mungu awabariki.